Asante na karibu tena mtazamaji wa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC kwenye taarifa yetu ya habari, na tukukumbushe tu kwamba unaweza kuitazama taarifa hii ya habari kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube na Instagram, andika ZBC Zanzibar, utaweza kuitazama moja kwa moja. Mimi ni Asha Ahmed, mwenzangu ni Shwe Hatibu katika upande wa lugha alama, na kwa sasa basi tunaendelea katika upande wa habari za michezo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameongoza hafla maalum ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Hafla hiyo ya Rais Samia imewapongeza kwa namna ya kipekee wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kwa kufanikiwa kufika hatua ya 16 bora katika mashindano ya kombe la kimataifa ya Afrika AFCON mwaka 2025, hatua iliyotajwa kuwa ni mafanikio makubwa kwa soka la Tanzania. Mohamed Sukuz anaeleza. Rais Samia ameyasema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kuipeperusha bendera ya taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ndugu zangu wana michezo, kwa dhati kabisa nianze kuwapongeza Taifa Stars kwa kufuzu na kufika hatua ya 16 bora ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON, kwa mwaka huu uliopita. Mafanikio haya ni makubwa na ni fahari kwa taifa letu, na ni ushahidi kwa soka letu sasa linaendelea kupanda viwango barani Afrika. Na tunajua kwa nini yale yalitokea. Kwa sababu tuliocheza nao ni wenyeji, ni taifa lenye fedha, ni taifa ambalo lina ushawishi kwa wenzetu hao waandaaji. Kwa sababu tulikuwa tunayaona wazi na dunia imeona wazi kwamba Tanzania ni wapambanaji, wamepambana, lakini ilibidi lile litokee, iwe iwavyo lile litokee. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani, na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Tusiwarudishe nyuma, wakue. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa. Wakipongeza Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Profesa Palamagamba Kabudi na Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo wa Zanzibar Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, wamesifu jitihada zilizofanywa na serikali ya muungano katika sekta ya michezo nchini. Wale ambao walikuwa nadhani wanawake hawezi kusimamia masuala ya michezo, Mheshimiwa Rais umeprove wrong kwamba kuwa michezo si lazima kuna jinsia ya kiume. Kupenda michezo ni nafsi ya mtu, lakini juhudi za kuweka kwenye michezo haijalishi wewe una jinsia gani. Mheshimiwa, umefanya mengi kwenye miundombinu, lakini katika kuona hata kununua magoli. Mheshimiwa, tunajivunia sana. Kule Zanzibar, Mheshimiwa, tunakushukuru sana wewe na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi. Lakini pia tumshukuru Rais wa Zanzibar naye pia kwa kuwekeza miundombinu. Mimi nimeona miundombinu yote iliyoko Unguja, na nimeona ile miundombinu mingine iliyoko kwetu Pemba. Yote nimeiona, kazi kubwa, lakini yote ya Arusha, Dar es Salaam umewekeza sana. Lakini kikubwa zaidi, Mheshimiwa Rais, umewekeza katika timu. Sababu naweza kuwa na yote hayo, kama timu haina morali, kama timu haina motisha, mtabaki na majengo lakini hamtakuwa na timu. Kwa tukushukuru sana kwa kuwekeza katika yote hayo mawili. Kwa upande wake, Rais wa TFF Wallace Karia ameahidi kufanya vizuri zaidi katika AFCON ya 2027. Niweze kukushukuru wewe, lakini pia ni kuahidi kwamba sisi kwa support tunaopata tutaendelea kufanya vizuri zaidi, na tutegemee matarajio makubwa sana kwenye mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika hapa nyumbani. Tutafika mbele zaidi kama sio kuleta kombe. Kwa habari za michezo na burudani kutoka Ikulu jijini Dar es Salaam, mimi ni Mohamed Sukuzi na hii ni ZBC. Mashabiki wa timu ya Yanga wamesema hawana wasiwasi na